Unafikiri kwa nini Mungu anakuacha unateseka kwa muda mrefu? Hii wala sio adhabu, hii anaifanya kwa sababu maalum. Watu wanafikiria kupitia situation ngumu ni kama vile anapata adhabu, kwamba anaadhibiwa na Mungu. Hapana, hii ni push. Mungu anakusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hebu assume ungekuwa unapata kila kitu ambacho unakitaka bila kukubadilisha na kukutoa sehemu uliyopo. Unafikiri ungebadilika? Ungekuwa vile vile, maisha yale yale. Assume tu sasa hivi hapa ukiangalia picha zako za nyuma unasema like, niliwezaje kuwa hivi? Sometimes Mungu inabidi atikise kidogo ardhi, akutoe pale uliposimama, uone jamani, mbona kama kuna tetemeko, utoke eneo moja kwenda nyingine. Kwa mfano, kuacha kazi ambayo uko umevumilia kwa muda mrefu na imeshakuchosha, imekufika hapa, huwezi kwenda hata kuamka kazini, huwezi kwenda kazini, lakini huna namna. Yaani unajiona kabisa, yani wewe ni mwanaume, unajiona kabisa kwenye haya mahusiano, huyu mtu anani drain. Badala ya mimi kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine kuwa the strongest man, nazidi kudidimia. Demand alizonazo huyo mtu mimi kwa sasa hivi siziwezi, na nikijaribu kuzilazimisha nitakuwa mwizi hapa. So aina ya matokeo ambayo unayataka yanamhitaji mtu ambaye sio wewe kwa sasa hivi. Kwa moment hii inabidi ubadilike kabisa, uwe mtu mpya ili uweze kupata matokeo ambayo unayataka. So haiwezekani on earth kwa namna yoyote wewe kupata matokeo ambayo unayataka kwa kuendelea kuwa kwenye eneo moja. Usiogope kupushiwa kusogea mbele. Ogopa kuendelea kubaki eneo lile lile, mazingira yale yale, mambo yale yale, kila kitu kile kile, na wakati mambo yaende. That ndo inabidi kuogopa.